Hello, wana wa Afrika, chionda, ubuntu, bantu, Afrika ni watu sio manyani. Tunaendelea na utawala wa Kemeti. Hii ni nasaba ya 18 na watajia viongozi wake wa nasaba ya 18 kwa ufupi wako 12. Nasaba hii ilitoka kwa mwaka 1550 hadi 1200 na kitu. Naendelea na Tutankhamuni Nebukapure. Mwana mdogo alirudisha dini ya Amun. Kaburi lake ndilo lilopatikana likiwa na hazina kubwa. Waziri mkuu alichukua kiti baada ya Tutankhamuni. Huyu anaitwa Ai. Huyu wa 11. Waziri mkuu alichukua kiti cha baada ya nani? Tutankhamuni. Horemheb, general ambaye alirejesha udhibiti na kuwa mwanzilishi wa mpito kuelekea nasaba ya 19. Kwa ufupi nasaba ya 18 ndio dola nyota ya dola mpya. Kipindi cha ushindi mkubwa, ustawi wa kiuchumi na maendeleo ya kidini, kisanii. Ilitoa mafarao maarufu kama Hatshepsut, Thutmose watatu, Akhenaten na Tutankhamuni. Nasaba ya 19 sasa nakwenda kwa nasaba ya 19. Ni sehemu ya dola mpya ya New Kingdom. Ilianzishwa na Ramses wa kwanza ambaye alikuwa general mkuu chini ya Horemheb mwisho wa karne ya 10 wa nasaba ya 18. Nasaba hii inajulikana kama nasaba ya Ramesses kwa sababu wengi wa wafalme wake walibeba jina la Mzee. Kipindi hiki kilishuhudia ustawi mkubwa wa kijeshi, ujenzi wa mahekalu makubwa na mapambo makubwa dhidi ya mataifa ya Asia, mapambano makubwa dhidi ya mataifa ya Asia kama Hitite au Hitite leo wa Hitite. Leo ndio wanaitwa Waturuki. Ndogo mwana wa Afrika, Hitite leo ndio Waturuki. Wafalme muhimu wa nasaba ya 19, Ramses wa kwanza anaitwa Menipetaya. Mwanzishi wa nasaba alitawala muda mfupi 1292 hadi 1290 kabla ya kuzaliwa Kristo. Wa pili anaitwa Seti wa kwanza. Meni-Maatare alianzisha kampeni kubwa Asia na Nubia. Alianza kujenga hekalu la Abydos. Huyu Seti ni mtoto wa Ramses wa kwanza. Naye Seti mwanawe naye akaja kumuita Ramses, akawa Ramses wa pili. Ramses wa pili anaitwa Usamate Setepere, maarufu zaidi huitwa Ramses mkuu. Alitawala zaidi ya miaka 60. Alijenga Abu Simbel, Ramsesium na miradi mingi ya usanifu. Vita maarufu ni Battle of Kadesh dhidi ya Wahitite, moja ya mapambano makubwa ya magari ya kivita. Alisaini mkataba wa kwanza wa amani uliorekodiwa katika history. Huyu ndio Ramses. Mtoto nani? Mtoto wa Seti wa kwanza. Hii ndio Afrika na glory yake. Wazungu ndio hataki mjue hii glory. Kwa sababu ukijua utukufu wako wa nyuma, utaishi kwa ufahari mbele hata kama ukiwa umechoka. Na siku moja utakuwa na ndoto ya kurudisha ufahari wako. Sasa wazungu wanataka wajue nyinyi ni savage. Mmetoka kwenye udongo mkiwa hamna nguo. Nyinyi mlikuwa watu wa mwisho duniani kuendeleza chochote. Nyinyi ni wapuuzi wa kawaida. Hii si sawa. Nasema huu ni uhalifu na waliotenda hivi wana haki ya kuadhibiwa. Wana haki ya kuadhibiwa. Na hawa ni wazungu na Waarabu. Kwa sababu Mwarabu leo anajitangazia Misri ni mali yake. Wale Waarabu wezi wanyang'anyi walioko Misri wanatangaza Misri ni ya kwao. Si kweli. Hakuna hata Mwarabu mmoja mwenye majina yao niliyokutajia kuanzia la kwanza mpaka la 12 katika nasaba ya 18 mpaka ya 19. Mpaka nasaba ya kwanza, yani Menes Nemeri. Wazungu wanahangaika kutafuta wametokea wapi. Kama huna culture, unachukua culture ya mtu unajibebesha wewe. Kama huna utamaduni, mila na ustaarabu, unachukua vya watu na kujikabidhi wewe mikononi mwako. Hii inaitwa divide and conquer, divide and rule.
Huu ni uhalifu ambao unastahili kuadhibiwa waliofanya hivi. Sasa waliofanya hivi wamebakisha vijukuu vyao. Vijukuu vyao vitanyoosha mikono juu vikilia na machozi yakiwatoka kwamba aliofanya hivi sio mimi, babu yangu. Naomba mnisamehe. Sisi hatuwasamehe nyinyi watu. Na tumesema kauli mbiu yetu, hatusahau na wala hatusamehi. Hatusahau na wala hatusamehi. Na huu ndio ukweli ulivyo. Kwa hiyo ndugu wana wa Afrika, unaambiwa Ramses alikwenda kupigana na Betu ya Kadeshi. Alipigana na Wahiti au Wahitite. Aisaini mkataba wa kwanza wa amani uliorekodiwa katika historia. 1500 hiyo. Watu wanasaini mkataba wa amani. Wazungu leo wanajifanya wao ndio mababa wa kusaini mikataba. Meneptah mwana wa Ramses wa pili, maarufu kwa stele ya Menapata, maandiko ya kwanza ya kutaja jina la Israeli. Meneptah mwana wa Ramses wa pili, maarufu kwa stele ya Menaptah, maandiko ya kwanza kutaja jina la Israeli. Aliendelea na vita dhidi ya watu wa bahari na wa Libya. Watu wa bahari ni Wagiriki. Ukisikia the Ottomani tunaongelea Wagiriki. Kwa hiyo mwana wa Afrika lazima ujue kwamba maadui zako ni kina nani. Magiriki wajitahidi baada ya kuwapa elimu miaka mingi. Hii walijaribu lakini baadaye walirudi tena. Ndio pale tutakapowakuta Wagiriki walipokuja mwaka 332 BC kupitia kwa Alexander Mkuu. Wanamuita Alexander the Great, lakini huko bado sijafika. Niko kwenye nasaba ya 19 ambayo hii ni utawala kuanzia 1550 hadi 1200 BKK, kabla ya kuzaliwa Kristo. Tunamuona Meneptah. Meneptah yeye ndio alikatika maandiko yake wanaita Meneptah Stele, yani historia ya Meneptah, katika ubao uliowekwa ukutani pale Memphis, Age Kemet ya kale. Imeandikwa, inaonyesha neno Israeli kwa mara ya kwanza katika karne ya 12, unaikuta ubaoni. Katika miaka yote hiyo neno Israeli halipatikana, na tutakwenda mbele tutachimbua kwa nini Israeli imepatikana katika Meneptah Stele. Huu ndio ukuu wa Mwafrika, ukuu wa mtu mweusi. Nuru yetu, tunu yetu, urithi wetu ni nguvu yetu. Ndugu wana wa Afrika, aliendelea na vita dhidi ya watu wa bahari na wa Libya. Namba 5 anaitwa Ameni Mesesi. Kulikuwa na migogoro ya kifalme kati yake na Seti wa pili. Seti wa pili, Usekepurere Setepenle, alikumbana na mapinduzi ya mivutano ya kifamilia. Siptan, kijana alikuwa mlemavu, huenda na ugonjwa wa polio, akatawala kwa usaidizi wa Malikia Tosereti Sitre Meriamun, Malikia na farao wa mwisho wa nasaba ya 19. Baada ya kifo chake, ufalme ulizama katika machafuko. Kwa ufupi, nasaba ya 19 ndiyo iliyomleta farao maarufu zaidi, Ramses wa pili. Ilikuwa kipindi cha nguvu za kijeshi na miradi ya usanifu wa kifahari, lakini mwisho ilikumbwa na migawanyiko ya kifamilia, ambayo pia ni sehemu ya Ramses period na inajulikana kwa kuporomoka kwa dola mpya. Ndugu wana wa Afrika, ni black supremacy. Hii ni black supremacy. Tunakwenda na nasaba ya 20 ya Kemeti, takribani mwaka 1189 hadi 1177 KK. Nasaba hii ndio mwisho wa dola mpya New Kingdom. Wafalme wake wengi walibeba jina la Ramesses na hivyo kuendelea na Ramesses period. Hata hivyo, tofauti na nasaba ya 19, hili kwa kipindi cha kuporomoka kwa nguvu za kifalme, uvamizi kutoka watu wa bahari na magawanyiko ya ndani. Uchumi ulidhoofika. Wafanyakazi wa makaburi walifanya mgomo wa kwanza uliorekodiwa duniani, Del El Madina.
Mgomo wa kwanza duniani kuwahi kufanyika wa wafanyakazi wachimba makaburi huko Del al-Bahari katika hekalu lililotengenezwa na Hatshepsut. Sasa wazungu walirekodi nini wao katika maisha yao? Wazungu wana rekodi yoyote yene kung'aa na kusimama kama ya watu weusi? Wewe ndugu wana wa Afrika, huu ndio ukuu wa mtu mweusi. Nguvu zake, muonekano wake. Hatujaishia hapa, wafalme bado wako wengi. Nikimaliza Kemeti narudi Nubia. Nikimaliza Nubia nitaelekea Dahomey. Nikitoka Dahomey nitaelekea Ashanti Ghana. Nikitoka Ashanti narudi Ethiopia. Kwa hiyo hii ni sauti ya mwana wa fikra huru wa Mwafrika. Tunasema Ubuntu Bantu. Mwafrika ni watu sio manyani. Otepu amenira.